بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، leo kumalizia risala yetu hii insha Allah taala tu katika msingi wa mwisho, alqaidatu arba'a, msingi wa 4. anasema rahimahullah taala anna mushriki zamanina aghlabu shirkan min alawwalin, لأن الأولين يشركون في الرخاء ويخلصون في الشدة، ومشركو زماننا شركهم دائم في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. أنا سمع رحمه الله تعالى وطيب ثراه أن مشركي زماننا، hakika ya washirikina wa zama zetu hizi ambazo ni zama al-hadhir tuko nazo, aghladu shirkan min al-awwalin, shirki yao wao washirikina wa zama hizi aghladu, ni nzito zaidi. maana yake ashaddu, shirki yao ni nzito zaidi. Shirkan, aghladu shirkan, shirki yao ni nzito zaidi min al-awwalin, kuliko wale wa mwanzo waliopita. Wale shirki yao ina takhfifu, ina wepesi fulani, kama hawa washirikina wa zama zetu hizi. Atatoa sababu, lianna alawwalina, kwa sababu hakika wale washirikina wa mwanzo yushrikuna fi ar-rakha, ilikuwa wakimshirikisha Allah jalla wa ala katika raha tu peke yake. Wakiwa na raha, wamepata kipato na fedha, ndo wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika raha. Lakini wayukhlisuna fi shidda, lakini washirikina hawa wa zamani ilikuwa wakimtakasia Allah dini yake katika shida. Wakipata shida hawakimbilii sehemu nyingine yoyote isipokuwa nani? Allah jalla wa ala peke yake. Hii ndio tofauti. Lakini anasema rahimahullah ta'ala wa mushriku zamanina, lakini washirikina wa zama zetu ambao katika hizi zama ambazo sisi tuko ndani yake, shirkuhum daimu, ushirikina wao yani ni daim, maana yake ni daima, milele, muda wote huko. fi rakhai wa shidda, ushirikina wao ni wenye kudumu. Unaweza kusema pia shirkuhum daim, shirki yao ni yenye kudumu, ni ya daima. fi rakhai wa shidda, katika raha na shida. Washirikina wa zama hizi wao hawatofautishi baina ya raha wala shida, wao wanamshirikisha Allah muda wote, tofauti na wale washirikina wa zamani. Akatoa dalili, wadalilu qawluhu ta'ala, dalili ni kauli ya Allah aliyakuwa ametukuka pale aliposema fa idha rakibu fil fulki, wakati wanapopanda katika jahazi, safina, da'u Allah mukhlisina lahu din, basi wanamuomba Allah hali ya kumtakasia yeye dini yake. Washirikina wa zamani hao wakipanda katika mtumbwi, jahazi au safina, hawamwelekei yoyote na kumuomba awavuushe katika bahari hiyo isipokuwa nani? Allah azza wa jalla peke yake, wahdahu la sharika, wanamtakasia moja kwa moja. Lakini Allah yani anawaelezea hao mabwana, falamma najahum ila albar, wakati tunapowaokoa wao na kuwavusha wao katika nchi kavu, katika bara, maana yake tushawatoa katika ile bahari wakafika salama katika bara, idha hum yushrikun, tahamaki wao wanamshirikisha Allah jalla wa ala. Maana yake wakishafika katika bara, katika nchi kavu, ni katika raha, sio tayari wameshatoka katika shida, kwa sababu bahari ni bahati nasibu, waseme wenyewe. Yani usafiri wa bahari ni 50-50 baina ya kufika na kufariki.
50-50, yani 50 kwa 50. Isipokuwa kama hizi meli na boti za kisasa hizo wasema asilimia iongezeka, asilimia 70 kwa kufika na asilimia kutokufika 30. Maana yake zile zina uhakika fulani, lakini yote iko mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, kufika na kutokufika. Yani tunasema yale mambo ya kilimwengu. Ama hizi boti zetu hizi za mbao ni 50-50, 50-50. Sehemu nyingine hata hiyo kufika yashindwa, kufika pengine 30 umefahamu, na zinapopakiwa. Sasa hawa ilikuwa wakishafushwa katika bara tahamaki wanamshirikisha Allah jalla wa ala. Huu ndio msingi wa mwisho. Maelezo kidogo. maana maneno haya anna shirka, kwa hakika ushirikina, ba'dhuhu aghlab min ba'd, ushirikina baadhi yake kwa baadhi ya mwingine unakuwa ni mzito kuliko mwingine, wa ba'dhuhu aqbahu min ba'd, na ushirikina mwingine unakuwa ni mbaya zaidi kuliko ushirikina mwingine. Wal kufru aidan yatafawut, vile vile ushirikina hivyo hivyo unatofautiana. Wale wenye kumpinga Allah subhanahu wa ta'ala, almalahida, wenye kusema kwa hakuna Allah, aljahilun, aghlab kufran, hawa wanaokafiri zaidi minal muqirrina birububiyyatihi, kuliko wale wenye kufanya nini, kukiri kwa uendeshaji wa Allah upo, wakakiri tauhid rububiyya, wa in kanu mushrikin, hata kama ni washirikina. Walladhi yad'u ila al-kufri, na yule mwenye kulingania katika ukafiri, wayasuddu an sabilillah, na mwenye kuzuia watu katika njia ya Allah, aghlab kufran, huyu pia ukafiri wake ni mzito, ni mkubwa zaidi, minalladhi, kuliko yule ambaye la yad'u, halinganii katika ukafiri. Kufruhu qasir, ukafiri yake huyu ni mfupi, ala nafsihi, huko katika nafsi yake tu, umefubika ukafiri wake katika nafsi yake, kwa sababu halinganii watu. Lakini wa mushriku zamanina, lakini washirikina zama zetu, aghladu shirka min almushrikin alawwalin, ushirikina wao ilikuwa ni mkubwa zaidi kuliko washirikina wa mwanzo. Wa wajhu dhalik, na namna ya hiyo, sura hiyo, anna alawwalin, wa wale washirikina mwanzo, kanu yushrikuna fi raha, ilikuwa kimshirikisha Allah katika raha, ai fi hali saati wa tumanina, katika hali ya kuwa na uwezo na nguvu na ukunjufu na utulivu, ndio wakimshirikisha Allah. Walakin alghalib, lakini mara nyingi alaihim, kwa wao, annahum yukhlisuna fi shada'id, ilikuwa wakimtakasia Allah katika shida. Wa hadha huwa alladhi hakahu Allahu anhum fi ayatin kathira, na jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala amelielezea kutoka kwao kwa aya nyingi katika Qur'an. Miongoni mwa hizo ni hii tulisoma, fa idha rakibu fil fulki da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, kadhalika huwa alladhi yusayyirukum fil barri wal bahr, hatta idha kuntum fil fulki wajarayna bihi birihin tayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun 'asifun وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين. hizi ni aya zote Allah aelezea kwa walikuwa kitakasa hawa katika shida. Wa idha massakumud durru fil bahri, asema Allah, pindi mnapopata madhara katika bahari, dhalla man tad'una illa iyyah, wanapotea wale wote mnaoabudu na kuwaomba isipokuwa Allah, ndio mnamuelekea. Falamma najakum ila albarri, wakati tunapokuokoeni na kuwatoa kuwapeleka katika bara, a'radtum, mnampuuza yule Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kana al-insanu kafura, na amekuwa mwanadamu ni mwingi wa kukanusha neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Ama shirikina wa zama zetu hizi, fashirkuhum daim, shirki yao ni yani kila siku, fi raha wa fi shidda, bal la'allahu fi shiddati ashaddu shirkan. Hawa shirikina wetu hawa wa zama hizi, wao shirikina wao katika shida unakuwa mkubwa zaidi, minhum fi raha, kuliko katika raha. Kila kipata shida wa shirikina wa zama hizi ndio wakimbilia kwa waganga. Utakuta mtu ana waganga 5-20, kila kipata shida ndio azidi kutokomea katika ushirikina, tofauti na wale zamani.
na hii inajulisha katika ile shida yao kunini kufungamana na wale wenye kuabudu na mizimu. Na hawa washirikina wanakusudiwa ni wale ambao ni washirikina wenye kujinasibisha na Uislamu, wakiwemo ar-Rafidha, Mashia, kadhalika al-Quburiyun, watu wenye kuabudu makaburi, as-Sufia, masufi wenye kumwabudu al-Badawi, wengineo katika masufi. Hawa shiriki yao ni kubwa zaidi, kwa sababu kila wakiwa na shida wao ndio waelekea katika makaburi na kuwaomba wale watu wanaodai kuwa ni watu wema. Kwa Sheikh hapa rahimahullah ta'ala yuridu al-mushrikina min al-muntasibina lil-Islam, anakusudia wale washirikina wenye kujinasibisha na Uislamu, karrafidhati was-sufiyya, kama vile mashia na masufi, al-quburiyya wenye kuabudu makaburi, alladhina ittakhadhu ba'd al-qubur awthanan, ambao wamejifanyia baadhi ya makaburi kama ni mizimu, yahujjuna ilaiha, wanahiji katika makaburi yao, au hafanyi kama Rafidh wenda kuhiji katika kaburi la Hussein Karbala, wayatufuna biha, na wanatufu katika kaburi hilo, kama masufi kule katika kaburi la Imam Shafi Misri, wayastaghithuna bi ahliha, wanataka msaada na kutaka uokovu kwa watu wenye makaburi hayo, min qurbi wa min bu'd fi shada'id, wakiwa katika karibu au mbali katika shida. Nasallallahu as-salamata wal afia. Wanafanya masufi kadhalika, Rafidha Mashia wanafanya mambo haya kadhalika, na washirikina wengine. Kwa fa'ala al-muslim, ni juu ya Muislamu lazima an yakhafa ash-shirk, au ogope ushirikina, wa yas'ala rabbahu an ya'simahu minhu kullahu, kadhalika muombe Mola wake mlezi amuepishie, amuhifadhi kutokana na ushirikina wote, bi anna shirka, kwa sababu hakika ushirikina ghalaba ala kathirin min al-khalqi, umewashinda watu wengi katika viumbe, min al-awwalin wal-akhirin, katika wa mwanzo wao na mwisho wao. Walihadha, na kwa ajili hii, qala Ibrahim al-Khalil alayhi salam, amesema Ibrahim al-Khalil alayhi salam, yeye mwenyewe kwa kijiogombea na ushirikina Ibrahim, wajnubni wa baniya an na'budu al-asnam, an na'budu al-asnam, ya Allah niepushie mimi na wanangu kuabudu masanamu. Rabbi, ewe Mola wangu mlezi, innahunna, hakika hawa masanamu, mizimu, washirikina wote wanaingia, adlalna kathiran minan nas, wamewapoteza wengi katika watu. Umeelewa? Kwa kila mmoja atakiwa ahofu nafsi yake kutumbukia katika nini? Ushirikina. Huyu ni nabiullah, ni nabii wa Allah, aogopea, tena ni khalil, aogopea nafsi yake kuingia katika ushirikina. Sasa sisi ni mimbabil aula, mimbabil aula, sisi ni bora zaidi kufanya nini? Kuziogopea nafsi zetu kuingia katika ushirikina. Kwa tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala as-salamata wal afia, atuepushe na ushirikina mkubwa wake na mdogo wake. Kwa hapo ndo mwisho wa risala. Sallallahu wasallam au sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Baadhi ya chapa zimekuja hivyo, baadhi ya chapa nyingine zimekuja tammat, imetimia risala hii, wa sallallahu wasallam ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam, imekuja hivyo baadhi ya chapa. Kwa hiyo hii ndio mwisho wa risala na maelezo kwa ufupi. Naomba Allah subhanahu wa ta'ala atupe siha na afya, yale tuliyopatia tuwafanyie kazi, na yale tuliyokosea Allah tusamehe makosa yetu. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka